Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda wengi hatutambui kuwa katika bara la Afrika nchi yenye tofauti kubwa ya makundi ya lugha pamoja na utamaduni kuliko nchi yoyote ile ni Tanzania. Lakini ndio nchi yenye umoja na mshikamano mkubwa kuliko nchi yoyote ile katika bara la Afrika. Hilo mara nyingi wengi hatulifahamu. Ukiona vyaelea vimeundwa, sisi ndio nchi yenye makundi yote matano makubwa ya lugha: Wabantu, Waniloti, Wakhoisan, Wakushitiki, Waafroasiatiki, wote wako hapa. Lakini sote tunajiona kuwa ni wamoja kwa sababu ya juhudi zilizofanywa baada ya uhuru kutufinyanga kuwa taifa moja. Watu watasema ndio Nigeria ina lugha 900, lakini wale wote ni Wabantu, tena wale wote ni Niger Bantu. Lakini sisi hapa ni mchanganyiko mkubwa sana, na tumekuja kutoka maeneo mbalimbali. Wako waliotoka Syria, wakapita Djibouti, wakaingia Abyssinia, wakashuka, wakapanda, wakaenda Mwanza, wakarudishwa, wakafika Singida, wakarudishwa, wakapelekwa Upare, wakabaki kwenye milima ile ya Usambaa, wanaitwa Wambugu, na makundi mbalimbali. Wako waliokuja na mto Nile ambao leo ndio hawa Waniloti wa Jaluo, na wako waliokuja kutoka huko huko Misri wakashuka kupita kwenye mbuga, ndio leo wanaitwa Wamaa au Wamasai. Lakini wako tuliowakuta hapa Wakhoisan ambao leo hao ni Wasandawe na Wahadzabe. Kwa hiyo ukiangalia tofauti hiyo, Tanzania ndio ingekuwa nchi yenye mitafaruku mingi sana, lakini leo ndio nchi ambayo tunaweza kuthubutu kusema ni taifa na sio mkusanyiko wa makabila, kwa juhudi za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye wiki hii tarehe 26 Aprili tunaposherehekea sherehe ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hatuna budi kuwaenzi wote Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume kutuwezesha kuunda taifa la Tanzania.